hasa uwezo hapana, ni mechi hii kwa friend match kwa sababu kila mmoja yupo kwenye maandalizi. Pamoja na kwamba mechi inaweza kawa kujipima nguvu, lakini bado si mechi ya mashindano. Hii bado tu inaweza kaingia huko kwenye mechi ya kirafiki. Okay. Maana unavyojua kuna mechi ya kujipima nguvu na kuna mechi ya kirafiki. Lakini mimi nadhani huko kwenye urafiki huko unapima nguvu. Ila hii ilikuwa ni ya kirafiki. Ilikuwa mechi ya kwa sababu Arusha kafunga goli 6. Yes. Maana ya kujipima uwezo unatakiwa kidogo kila mtu aonyeshe uwezo wake. Unaweza pia ukajipima nguvu kapigwa hata zaidi ya 6. Hapo unakuwa hujajipima hapo. Ina maana umeenda kujipima sehemu ambayo sio sehemu yako ya kujipima. No. Mimi ninachoamini ni kwamba unaweza ukajipima nguvu yule mtu ukamzidi nguvu. Sasa huyo kwa duka ukajipima. Sisi tunaamini kwenye masumbu huwezi kujipima nguvu na mtu anayekuzidi huko. Kwa hiyo unajipima na mtu kwa sababu AFC iko daraja la ngapi uwezo wake ni mdogo. Unaenda kupambana mpaka leo tuamini kwamba mtu pekee aliyecheza mchezo wa kujipima nguvu ni Azam, sio Yanga wala Simba. Azam kajipima nguvu na Yanga kajipima. Kwa sababu Yanga anamzidi kila kitu yule bwana. Goli 2 sio goli nyingi sana. Yaani shida sio kufunga magoli mawili. Yanga angeweza hata kufunga 3, 4 mpaka 5. Ndio maana akashindwa. Ila sasa tunachozungumza ni uwezo wa timu. Kwa sababu nilikwambia kitu kimoja. Unaweza kujipima nguvu na timu, lakini bado ile timu kwani mechi ya kati ya mechi ya Sevilla ilipokuja Tanzania na Simba na Simba wenyewe walikuwa wanacheza mechi ya kirafiki kwa kupimana nguvu. Ile ilikuwa mechi ya kirafiki. Safi sana. Umekuja ndio maana Sevilla anafunga na mwachia Simba afunge. Simba akataka kuleta kiherehere kama nyinyi mtudhalilisha na bado ni sekunde kadhaa wakasema lazima tupate goli moja la kuonyesha sisi ni wakubwa. Hiyo ndio maana tunasema urafiki, sio hivyo? Lakini mimi naamini ile mechi Simba alifunga kwa uwezo wake. Hakuna goli aliloachiwa. Mimi ile mechi nilichambua vizuri kwa nikasirikia. Mechi ilikuwa hivi. Sevilla walialikwa kuja kucheza mchezo wa kirafiki. Wa kirafiki, yes. Friendly match. Walipokuja wakakuta kuna watu wanacheza battle to back. Yaani ilikuwa ni battle. Wakashangaa. Sisi tumeambiwa tunakuja kucheza kirafiki. Na urafiki utakiwa kutumia nguvu ya kumuumiza mchezaji kwa sababu ya nini? Lakini kuna watu wanacheza mpaka lauma meno. Kumbe hawa si menelewa vizuri, si urafiki. Ila kuna watu wamedhamiria watufunge na sisi kama Sevilla tukifungwa duniani na timu ambayo kwenye ramani ya vilabu duniani haieleweki, maana kama Afrika Simba na Yanga zipo kwenye 50 bora je duniani. Kwa hiyo hii itakuwaje? Sio menelewa vizuri. Lazima tutie goli hata kamoja. Tena nikaa na mtu hapo. Tumekaa sehemu moja hapo milango sawa akamwambia, "Hawa Sevilla hata mpira ukiisha bado dakika 2 lazima atafute goli la kutengeneza heshima." Akaribishia akasema weke 5 weke 5. Bado sekunde 2 na nini dakika 2 akasema pamoja nimekula hela akasema wewe subiri bwana 5 kitu gani? Nilimla ile 5. Nikasema Sevilla kwa heshima yao hawezi wakakubali kufungwa michezo goli nyingi. Sijui unaelewa vizuri. Mechi ya kujipima nguvu lazima tuonyeshe wote mnaonekana mnapambana. Sijui unaelewa sasa. Mwingine hapambani wewe unapambana. Hapo unajipima nguvu mmekuja kucheza kirafiki. Sasa kwa mfano wewe hivi mchezo wa kirafiki unamkataza mtu kusikoa magoli? Kama umepata nafasi unapiga nje kisa unacheza mchezo wa kirafiki. Mchezo wa kirafiki tupo hivi. Usimdhalilishe mwenzio sana kwa sababu ni marafiki. Ila wewe kama umekwenda kujipima nguvu kwamba mimi kiwango changu kikoje, wewe funga. Ila kama unasema bwana sisi ni maveterani bwana, tuomba mcheze na sisi. Unaenda kuwafunga maveterani wazao miaka 70 magoli mengi. Huo sio urafiki. Lakini maveterani nao wao wanafungana pia vile. Inategemea maveterani gani? Na mmeenda kucheza na watu gani? Mimi ninachokiamini ni kwamba unaweza pia tofauti ya mechi ya kujipima nguvu na kuna tofauti ya mechi ya kirafiki. Hicho naamini na mimi pia naungana mkono na wewe, lakini siamini kwamba kila mchezo wa kujipima nguvu unamzuia mtu kufunga idadi ya magoli. Sijasema kupima nguvu au urafiki. Ndio maana nasemaje? Urafiki. Unaweza ukacheza mchezo wa kujipima nguvu na bado ukaweza kufanikiwa kushinda magoli. Mbona mechi ya mashindano watu wanafungwa 8? Nielewa nimekwambia. Mchezo wa kujipima uwezo funga uwezavyo. Ila tutamuona mpinzani wako uwezo ukasema nimekupa mfano. Leo ndani wale wanaitwaje ile Ngambo unataka ukacheza na Safu wa Uyui. Hii mechi tunaita ya kwenda kirafiki. Yaani ukiona mfano wako yani unalenga wako juu. Yaani wanafanya mazoezi. Yaani hapo Uyui hatuna mazoezi ni staff. Ukitoka kuja ofisini umeelewa vizuri. Yaani hatuwezi kuwa pumzi sana Ngambo ambao kila siku damu inachemka wanashinda pale vita. Lakini sisi Uyui unakuja unaandaa vipindi uko bize pumzi huna. Sio unaelewa vizuri. Alafu unataka tukitana pale tukajipime nguvu. Ngambo atakuwa sio kipimo sahihi kwa Ngambo kujipima nguvu kwa Uyui FM. Kwa timu iliyokuwa inashinda ofisini kati ya hizi timu zilizoalikwa ni timu gani?
gani iliyokuwa inashinda Usini ambayo haichezi ligi yake? Ni timu gani? Kwamba hii timu bwana wamekusanya mastafu wa ofisi fulani ndio ambao wamekuja kucheza. Yaani huwezi kwenda kucheza na timu ambayo unajua ni dhaifu hapo unasema leo kujipima uwezo wako. Sasa timu gani dhaifu brother? Zilionekana bwana. Mimi nafikiri timu zote zilizidiwa uwezo. Hii nani? Kwa mfano AFC. Unadhani Simba wamecheza mchezo wa kirafiki au kujipima uwezo? Hapo mimi nadhani wamefanya vyote viwili. Wamefanya vyote viwili. Sidhani Simba kwa sababu huyo AFC anacheza ligi daraja la kwanza. Nachoamini kwamba msimu unaokuja anaweza kapanda na ukacheza naye vile vile. Yes. Kwanza lakini yuko ligi daraja la kwanza pamoja na kwamba ni hivyo. Yes. Sio tatizo. Kwa ligi daraja la kwanza isiwe issue. Kwamba kila klabu iko ligi daraja la kwanza iko vizuri. Watu wana shida. AFC kumbuka Arusha, mgogoro wa juzi ambao maisha hawana fedha, wachezaji wote waliondoka. Hao watu wameokotwa. Hao wachezaji ni wa Arusha FC. Watu wamesajiliwa. Ndio wameokotwa. Umesikia dakika za mwisho akasema tumeamua kuokota vijana wa Arusha tu wacheze. Niambie Arusha FC imesajili mchezaji gani kutoka wapi? Sio inategemea usiwatetei. Kwa sababu nakumbuka kuna vilabu pia vinaendesha kliniki akisajili kutoka kwenye timu. Unapoendesha kliniki na maana wachezaji. Yes, umeokota kwa hali yako ilivyokuwa mbaya. Msimu uliopita tumeona na Rhino anamtoa mtu mpaka Singida. Msimu tunataka tuombe mtu hata ligi daraja la kwanza na la pili. It's okay. Lakini kama unamchukua mtu kwa kliniki na maana uwezo wako fedha huna. Unajaribu kuna jamani Harambee njoni niokote naye mwana ananifaa twende naye. Lakini unamzungumzia Geita Gold Sports kwa kwenye ushindani tumetoka kumzungumza amefanya usajili. Unakwenda kuzungumza kuna vilabu vina malengo vinafanya usajili sasa hivi. Vinachukua unakumbuka Gwambi nao kila yefu wanatoa wachezaji kutoka ligi daraja la ligi kuu. Waleta ligi hao ndio wako kwenye ushindani. Hawa Arusha FC tunakumbuka juzi tu wametoka kwenye mgogoro akasema tunaendesha kliniki ya kupata wachezaji mwenye uwezo aje. Ni daraja la kwanza. Ni pesa hakuna. Kama una pesa vilabu vinacheza ligi kuu bila pesa. Mbao kamfunga Simba yuko kwenye hali mbaya. Bana labda kama unataka kuleta mipango mingine. Alimfunga goli 4. Ligi kuu uweze kufanisha ligi daraja la kwanza. Ligi kuu timu haina mdhamini kabisa. Inao wawili. Azam yupo given. Vodacom yupo given. Jezu utapata tu. Sasa usifananishe na ligi daraja la kwanza wanatumia gate correction brother. Mpira wetu tunaujua. Huyu Arusha FC ashapigwa goli sijui ngapi. Kwa hiyo nikasema kama Simba ameenda, kwani kipindi kile tulikuwa tunagombana na Yanga yuko Morogoro anacheza na timu za kanisa si ndio haya. Watu huko tunajipima nguvu, mnajipima nguvu na Tanzanite. Msimu ulivyoanza Yanga wamekula matikiti. Ndio maana nikasema aje nimeuliza swali langu. Simba amecheza na Arusha FC alikuwa anajipima nguvu au alikuwa anacheza friendly match? Kama nikusema ni tumecheza kweli acha tucheze tu kwa upendo wa urafiki sina shaka nao. Ila huwezi kuniambia Simba ameenda kujipima nguvu na Arusha FC na wakati ana mechi zinakuja sio za Arusha FC. Bro, tuwakumbuke Yanga hata wa KMC hataki kucheza na Arusha FC. Kamuiza KMC kacheza na tutakwambia wakazi gani? Ili nijipime nini? Kwa nini KMC anataka kujipima na Azam? Kwa nini anataka kujipima na Yanga? Lazima utafute unakuambia mechi ambazo ni tough kwa sababu unakwenda kwenye michezo ya ligi kuu ni tough. Ila kwa Arusha FC mimi niona akasema kuna michezo ya kirafiki na ya kujipima nguvu. Mchezo wa Azam na KMC, mchezo wa jana wa Azam na Tanzania Prisons ulikuwa ni mchezo wa kujipima uwezo. Na uliona goli moja na watu wametoa ile yote. Lakini mchezo wa Namungo na Azam ulikuwa ni mchezo wa kujipima nguvu. Azam anacheza mchezo sahihi. Mchezo wa Azam na KMC ni mchezo wa kujipima nguvu. Kumbuka KMC kipindi tumetoka kwenye corona tukasema mbona KMC anacheza michezo mingi itakuwaje? Akacheza na Yanga, akacheza lakini alikuja kuwa vizuri. Kwa hiyo huwezi kwa kujipima wewe wa form 4 unamlazimisha mdogo wako kidato cha pili mnakaa chumba kimoja sema sasa unakuja huko form 4 ndio kusema kwamba EFC inakwenda ligi kuu. Sio kweli. Bado iko chini. Lazima tujipime uwezo. Labda kama Simba ilikuwa inafanya tunasema sisi tunasema ni warm up tu ya kuweka misuli yao vizuri na kurejea Dar es Salaam. Ila unaambia unajipima na Arusha FC unampiga goli ngapi kwanza? 6. Kama walizochukua na ndio. Vitao yes. Sasa hiyo sio kujipima. Lakini pia walikutana Simba na nadhani ilikuwa Arusha FC hawa kwenye shirikisho ilikuwa nadhani kama sio 2017 alipiga string alikula 6 hizo. Walikula 6 hizo.
Nafikiri mwalimu ana plani zake kuweka mchezo. Yaani tulichobishania ndani kwamba ni mchezo wa kirafiki ama wa kujipima. Tumeanza mbali, tumediscuss kuhusiana na mtu kufungua magoli mengi, anakuwa anajipima nguvu, anakuwa ana rafiki mwingine, anakuwa rafiki. Kwa hiyo tumeanza mbali sana. Lakini mimi nasema hivi, mimi najua hawa Arusha wana upendo na Simba. Hata kama angekuwa Yanga watu wangemomba friendly match. Bana ya washikaji na sisi basi tupige 2-3 hapo kabla mjaondoka. Aliyejipima hapo ni AFC. Lakini Simba hakujipima yeye. Kuna kukutana na Mokila Mgaru huko anajipima nini bana? Yaani masiala ni mtoto umemtoa mianzini Arusha. Ukutana na Mgaru na Bwaria. Wanaambia wewe bro vipi? Mimi nacheza Champions Africa Cup Champions League, gola cheza nini? Wao ni kwa Arusha na ligi kuu nani? Ya wili ligi ya mkoa. Bana game imekwenda hivyo. Simba wamepata ushindi wa goli 6. Leo tena kwa mara nyingine. Ni mwendo wa dozi wanauita hivi. Yes, wamecheza na nimeona walibadilisha kikosi kabisa total. Lakini pia nimeona pia mwalimu ana mahesabu gani, kwa maana ya kwamba ukiangalia wachezaji waliorejea mwisho wote hakuna aliyepata nafasi ya kwanza pia hata kwenye mechi ya leo, ambao ni Chama pamoja na Bwana Mixon. Wote Bwana Mixon pamoja na wao. Wote wamekuja kuingia kipindi cha pili. Kwa maana ya kwamba kuna watu hapo kwenye kikosi toka siku yanaanza mazoezi wamecheza na wameshamuonesha kitu mwalimu. Kwa hiyo sasa wewe ambaye unakuja taratibu kwenye kikosi haimaanishi utacheza. Unaweza kaanza hata kwenye mchezo wa kwanza wa ufunguzi wa ligi, lakini kuna kitu ambacho kabla hujaja wewe mwalimu alikuwa amekitengeneza. Kwa hiyo atakianzisha hicho kitu afu baadaye atakuja kuongezea vitu vingine. Lakini yote kwa yote hatuwezi kuidiscuss sana mechi kiufundi kwa sababu ambazo wewe mwenyewe unazifahamu kwamba huwezi kwanza kukompea uwezo wa mchezaji mmoja kati ya mchezaji wa Arusha FC na mchezaji wa Simba. Kwa hiyo tutakachozungumza ni labda Simba alikuwa na malengo gani kwenye huu mchezo, na ndio hicho mimi nilikuwa nataka nikijue. Ambacho mimi nimekiona ni kuendelea mwalimu kuona namna ambavyo anaweza kupata vikosi viwili, na ambavyo mpaka dakika hii kama umeshajaribu kuangalia ni kama vile anavitafuta na anavipata. Kwa maana mtu akitafuta vikosi viwili na lengo moja ndio njia sahihi ya kuwapata wachezaji wanaoweza kucheza kila namba moja wao wawili. Ndio njia nzuri ya kuweza kupata wachezaji wawili kwenye kila namba moja. Kwa maana ya kwamba huyu akiwa kikosi hiki anakupa anaofa kitu fulani unaandika. Huyu akiwa kikosi hiki anafanya hivi anakosea hapa, unaangalia kwa huyu sivia huyu. Je, alivyokuwa huku hiki kitu kakifanya? Kwa hiyo inaendelea kumpa kitu mwalimu na anaendelea kukisoma kikosi chake. Na leo nimeona walianza kina Beno Kakolanya, David Kameta, Gadiel Michael, Ibrahim Mohamed, Erasto Nyoni, Saidi Ndemla, Miraji Athumani, Lali Bwaria, Medika Gere, Ibrahim Wajibu, Francis Kahata. Huko kwenye benchi sabu walikuwa ni Aishi Manula, Pasco Wawa, Luis Mixon, Spirian Kipenye pamoja na Chazi Ilafia. Hao walikaa benchi kwa ajili ya kufanya sabu na wakaibuka na ushindi wa goli 6-0 dhidi ya Arusha FC. Hali imekuwa hivyo, hii nadhani ilikuwa ni mchezo tu wa kuweka vizuri. Tayari kikosi kinaondoka kesho asubuhi, kikosi cha Simba kuelekea Mbeya kujiandaa na mchezo dhidi ya IHF wa tarehe 6. Kesho kumbuka ni tarehe 1 wanaanza safari. Tayari kwenye ukurasa wa Simba wamethibitisha hivyo. Kesho asubuhi kikosi cha Simba FC kinaondoka Arusha kuelekea Mbeya. Wamelamba dume, wametoka Arusha wametoka kwenye baridi, wanaenda pia kwenye baridi Mbeya. Kwa hiyo hali ya Arusha na Mbeya hazina tofauti kubwa sana, na nadhani hakuna sababu ya kurudi daki huko. Hapana, wataenda kuumia. Sasa wewe 31 leo, maana yake ukiondoka kesho tarehe 1 una siku 5 tu za kufanya. Unaondoka kesho Jumanne na mchezo wanaocheza Jumapili na Jumapili, yes. Kwa hiyo unaja hapo ukirudi hali ya hewa inaweza kabadilika, lakini hali ya hewa ya Arusha na Mbeya inaweza kuwa hizo na boko wao. Kwa hiyo bora wakazoee mapema tu wakatengeneza kikosi. Nadhani Simba bado ana morali. Pale pia watakuwa na mechi za kirafiki pia nadhani. Hao watapata 2-3. Lazima City hapa lazima wapate mserereko. Makina Mbeya kwanza kwa ligi daraja la kwanza wakupata. Na ligi daraja la kwanza bahati nzuri haijaanza. Pale kuna Mbeya kwanza, sio kuna nani. Zipo Mbeya kama 3 zinacheza ligi daraja la kwanza au 2. Lakini captain wa Arusha FC amezungumza baada ya kucheza na kaka zao au ndugu zao. Tumekutana kichapo kikali, lakini moja ya maandalizi tumechelewa kuanza,
tunashukuru tumepata funzo nzuri, na mimi kwa daraja la kwanza tutakuwa na timu nzuri sana. Tumejifunza nini katika mchezo huu? Tumejifunza kwamba mpira bila maandalizi hakuna mchezo. Kwa tunaangalia tuweze kupata kidogo posho ambayo itasaidia kuweza kujikimu katika ligi kutokana na mechi, lakini pia tutakuwa tujue kwamba tunaingia kucheza mpira ambao unahitaji maandalizi. Ndio tulikuwa tuna maandalizi kama siku 3 kutokana na ligi yetu bado mpaka mwezi wa 10. Kwa hiyo tuna muda wa mwezi mmoja na siku 3 kufanyia marekebisho matatizo tuliona leo, na mimi tutaanza ligi vizuri. Nashukuru sana nimekutana na Erastonian baada ya miaka kama 20 kucheza na Rolling Stone Academy. Mimi nimecheza kidogo mpira muda mrefu, na mimi vijana leo wamejifunza kitu. Kwa hiyo na mimi tutafanya vizuri kwenye ligi na kurudisha timu ilipotakiwa kuwepo ligi kuu. Nahodha wa Arusha FC akizungumzia mchezo wao dhidi ya Simba leo ambao umechezwa hapo na wao wamepoteza goli 6-0. Lakini kocha Juma Msaluka ambaye ni kocha wa Arusha FC anazungumziaje mchezo wao? Kubwa ilikuwa ni kuwapa exposure wachezaji kucheza na timu kubwa, kwa sababu kuna wachezaji pia ambao hawajawahi kukutana na Simba, wanasikia tu na usajili mpya tumeuona moja kwa moja tukicheza hapa. Kwa hiyo kikubwa ilikuwa ni hicho kwanza, lakini cha pili ilikuwa ni kutengeneza mipango ya kuanza kambi rasmi. Kwa hiyo nafikiri kwamba tulipocheza hapa kuna kitu ambacho pia mwalimu kama mwalimu nimekiona, na wachezaji kama wachezaji kuna kitu pia ambacho wamekipata, lakini Simba pia kuna kitu ambacho wamekipata, sio kama mpata goli 6 kwa urahisi sana. Nimemwelewa sana vizuri kocha wa Arusha FC. Anasema alikuwa anataka kuwapa exposure wachezaji wake. Wanaisikia tu Simba ni vyema wakakutana nayo. Simba wanapata nadhani kishavu sasa umenielewa lugha yangu. Uzuri nimeenda kuongea na mechi inaonyeshwa hapa marudio yake. Nadhani unaona sasa nilichokuwa nakwambia. Uzuri mimi nilikuwa naifuatilia hii mechi bwana. Mimi najaribu kuambia mpaka kuambia Simba ndio kujipima uwezo. Simba alikuwa anafanya mazoezi. Na ndio yaani unajua ukiangalia mechi unaweza ukajikuta unacheka peke yako. Walikuwa ni Simba wanafanya mazoezi. Ndio maana unaona mambo yalikuwa yanafanyika uwanjani ni ya kuonesha kweli ni watoto ambao hawa Arusha FC wamecheza uwezo wao. Wao wamecheza wamemaliza wao. Arusha wamecheza mpaka wametumia nguvu yao ya wamemaliza. Hapa ndio tunapoishia. Ndio nilikupa mfano ujeneo wa Sevilla. Simba alicheza kamaliza uwezo wake ndio ulishia. Hiyo akawa ni relax. Akawa ni relax milioni. Haji babu. Sasa ndio leo haya lakini safi sana, ni vizuri vijana wapata exposure kwa sababu ni Simba ya Tanzania na AFC ya Tanzania. Lakini Erastonian anazungumziaje game yao hiyo baada ya kupasha misuli leo? Kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu, tumeweza kujiandaa vizuri mpaka sasa tunaendelea vizuri. Na tumejiandaa katika hii mechi ambayo ilipita ya kombe la Azam, tumeweza kufanikisha. Tumekuja kwenye ngao, Mungu ametusaidia tumeweza kufanikisha. Na baada ya kuisha hapa na baada tunaendelea. Hii ni mwanzo wa msimu. Kwa hiyo naamini kwamba Mwenyezi Mungu atujalie tujiandae zaidi na zaidi kila mechi tuweze kufanya vizuri tena msimu huu. Ni kweli, lakini sisi katika malengo yetu tumejipangia kwamba tuanze vizuri katika hii ngao, na kweli Mwenyezi Mungu ametujalia tunaanza vizuri. Kwa hiyo hatujachoka na tunaanza vizuri, na tunaomba Mungu atujalie tuweze kujiandaa vizuri, atuepushe na injury ili kesho tuwe kamili zaidi. Kwanza sisi kikubwa ni uzima. Tukiwa wazima nadhani kila kitu kinawezekana. Sisi tutapambana ndani ya uwanja na wao watapambana katika majukumu yao. Mimi namna kitu kitachalabi. Erastonian huyu hapo, Erastonian mashine akizungumza kuhusiana na mipango yao kama klabu ya Simba. Na sasa kesho nimekwambia Simba anaelekea kule Mbeya kujiandaa mchezo wao dhidi ya Yefu wa ufunguzi wa ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara. Mambo yako hivyo. Wakati tunazidi kujuzana taarifa zote za kimichezo, tutakaporejea pia tutakuwa